Kwa hiyo asinukuu vibaya, sawa, kwa sababu tulichokitaka kimewafikia, ndio maana yeye aka comment, na simlaumu. Unajua inawezekana yeye amemshiba sana Karen, ndio maana aka panic. Kwa hiyo simlaumu sana, ila tu namthibitishia kwamba ile ni kazi tulikuwa tunafanya, na hiyo ni moja ya scene ambayo ilikuwepo katika kazi hiyo. Kwa asijisikie vibaya na asiache kumsaidia ndugu yake akiona amepata tatizo kama hilo kiukweli. Kwa hiyo hiyo ni kawaida kwenye kazi kuweka timu. Safi. Bana, tumepata nafasi ya kuzungumza na Wastara hapa. Tuambie mambo mengi ambayo yanaendelea na jambo lako. Kwanza hongera. Asante sana. Okay, kwanza tumezungumza na Shakirantaki hapa akatugusia kwamba the story behind nini inahusiana na wewe. Kwa kifupi kidogo, hebu tueleze ilikuwa. Wakati naumwa, I think mwaka jana ya mwishoni Abdurazaki alinitembelea. Kusema kweli alinikuta niko kwenye hard time sana, alinikuta nimekata tamaa. Yaani unajua ukata tamaa, mtu ambaye anasema sitainuka hapa na kufa. Kwa hiyo alivyokuja katika maongezi mimi nikawa nalia, namuonesha picha yangu, namwambia natamani kurudi pale. Maona sasa akaniuliza unataka nini, yani kitu cha kwanza. Nikamwambia kitu cha kwanza nataka kutoka hapa nyumbani, natamani nikakae sehemu nyingine. Akasema sawa, utaenda kukaa sehemu nyingine afu nitakuletea wasanii, utakuwa unafundisha afu kuna kazi, na akaanza kusimulia kazi. Yani akatoa kabisa huku kwenye Edex, Panado, unaelewa? Yani kwenye mawazo yale kuwa nawaza kila siku dawa, akanitoa akaniweka kwenye ile, yani nini sijui niseme, kazi yangu yani. Afu kitu ninachokipenda yani, unajua yani mpaka mimi nilikasirika, nikawa naongea wasanii hawaji kunitembelea kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda sana. Yani nikizungumzia wasanii mimi siwachukuli kama wasanii wenzangu, na wachukulia kama familia yangu. Yani hakuna msanii ninayemchukia wala ambaye nasubutu kumsema vibaya, sio, unaelewa? Yani wasanii wote wako hapa kwa moyo na enjoy na furaha kuwaona. Kwa hiyo hata nilivyosema lile neno Abdurazaki wakati anaanza zile stories za kusema tutafanya tamthilia, umeona mimi nikamwambia unajua mtu akituliza akisikiza story yangu anaweza akachanganyikiwa. Akasema hiyo hebu point kidogo, hebu niambie kidogo. Nikamwadisia, akasema basi story tushapata kazi tuwafanya. Kwa hiyo siku 2-3 hizi nitakuja na wasanii hapa alafu tutaendelea na vitu vingine. Yani mtu fulani alikuja kwanza kama yani ni mwenyeji, amezoea pale nyumbani, yani amezoea mimi, unajua sijai kukutana naye japo tunajuana toka 2017. Tuna chati tu. Kaja kama mwenyeji, unajua yani nia yake ilikuwa ni kunitoa kule kwenye kuumia, kunirudisha akili yangu sehemu nyingine. Sasa alivyonirudisha na akapata na suluhisho hapo hapo kwamba hii kazi tutafanya. Kwa hiyo umeona, nikaona tu ananipanga hapa bwana huyu. Baada ya siku 3 karudi na wasanii. Vipi, wewe fanya mazoezi hivyo. Sasa anaichukua ile story, anawapa wale baadhi ya wasanii waliokuja nyumbani, alafu ananirudishia mimi mwenyewe ni react. Kanambia Wastara unasimama kabisa wewe. Umeona unasimama wewe, unafanya kazi, umenielewa Basi akawa ananirudisha kwenye ile mood, yani mpaka navaa character, sema yani uko hapo lakini character unaivaa. Sasa unasimama, tunaenda kufanya kazi. Umenielewa chochote unachokipata utakipata tu uko kwenye kazi. Umeona? Basi baada ya siku hiyo akaondoka, akadraft ile story, akaniambia story tayari, bado tu kuingia kushuti. Umenielewa? Mention Doreen Karen. Doreen alipenda hiyo jina. Karen nilivyomuona nikasema ujiwaje kumchukua huyu dada, kwa sababu kwanza amefanana na mamangu sana.
Cha pili, katika familia yangu mimi watoto baba mmoja mama mmoja, mimi peke yake ndio nafanana na mama yangu. Kwa hiyo ninavyomuona Kari naona kama yani usichana wangu ndio yule yani. Unaona najiona mwenyewe. Kwa hiyo na kwa sababu story inanihusu mimi na ilianzia nikiwa binti kama Karen, kwa hiyo ameingia mle mle, umeona, nikapata nguvu kweli, tukafanya Abdul pale akasimamia, tukaja wote watu watatu, mimi Karen na Abdurazaki, tukaanza kuifanyia kazi, tukatengeneza kama demo, na Mungu anasaidia tulifanikiwa. Sawa. Na pia nowadays sasa baada ya kwamba hizo mchakato wote mpaka umefanikiwa, tumeona Karen amepost amepigwa na mume wake na nini, ikaleta taswira nyingine. Ghafla tukaja kugundua kwamba kuna kazi inakuja na vitu kama hivyo. Kila mmoja amereact kivyake. Wewe alikushirikisha labda kwamba bana anafanya hivi ili kazi iondoke, na kama hakukushirikisha reaction yako ilikuwaje? Kwa sababu kwanza naijua ile ni scene tulipiga, alafu cha pili kwa sababu tuko wote kama partners, hawezi kuacha kunishirikisha kufanya kitu kama kile. Kwa hiyo nilijua kuna nini ambacho kinafanyika, na post zote ambazo amepost Instagram nilikuwa najua ana post nini. Lakini ile ni moja ya changamoto ambayo mimi nilikutana nayo, ile kupigwa kama vile. Tena ile scene naona ni ndogo kabisa kuliko changamoto ambayo nilikuwa napata mimi. Yaani ni story ambayo ni ukweli kabisa, na naamini itawagusa watu wengi na itawafundisha watu wengi, kwa sababu ni maisha ambayo magumu, machungu, yanakera, najua yani yana vitu vingi ambavyo sijawahi kumhadithia mtu yoyote katika maisha yangu. Kwa hiyo lakini sasa pia imechukuliwa vibaya kwenye mitandao na watu wengi, especially pia hapa tunamzungumzia Shilole ambaye mwanzo alichukua akaona kama mdogo wake amepata madhara, lakini later akagundua ni attention na kiki na vitu kama hivyo, akasema kwenye lolote likatokea kwa mdogo wake hatosimama tena. Unalipi la kumwambia Shilole kwenye hii? Shilole unajua kabla ya kuwa kwenye muziki alikuwa msanii wa filamu. Yule ni ndugu yangu, I don't know kama ni dadangu, tuko sawa au ni mdogo wangu. Lakini ni mtu ambaye anajua mambo ya industry na swala la kuweka attention kwenye mitandao ni kazi ya wasanii kote duniani. Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kuweka attention kwa watu na kuintroduce pia kazi waione, kwa sababu bado sisi tunahitaji wadau, tunahitaji support ili kuweza kukamilisha kazi yetu. Kwa hiyo asinukuu vibaya, sawa, kwa sababu tulichokitaka kimewafikia, ndio maana yeye aka comment, na simlaumu. Unajua inawezekana yeye amemshiba sana Karen, ndio maana aka panic. Kwa hiyo simlaumu sana, ila tu namthibitishia kwamba ile ni kazi tulikuwa tunafanya, na hiyo ni moja ya scene ambayo ilikuwepo katika kazi hiyo. Kwa asijisikie vibaya na asiache kumsaidia ndugu yake akiona amepata tatizo kama hilo kiukweli. Kwa hiyo hiyo ni kawaida kwenye kazi kuweka attention. Kwa hiyo usitufikirie vibaya au usimfikirie vibaya Karen. Sawa, na nikurudisha nyuma kidogo kwenye story ya kwako wewe na Dudu Baya, inataka kushabiana na hiki ambacho kimetokea hapa, kwa sababu mwanzo pia tuliamini tunachokiona ni uhalisia, lakini baadaye ikaja kuwa tofauti. Kuna namna pia na wewe imekuathiri labda baada ya watu kugundua kwamba ulichokuwa unakifanya hakina uhalisia ambao tulikuwa tunahisi iko hivyo? Kwanza mimi niliomba radhi kwa Tanzania, na narudia tena kusema kweli sijawahi kuongopea. Sijawahi yani kuongopea alafu nikawa front kama hivi kwa Dudu Baya. Kwa hiyo naomba sana radhi, sababu watu walikuwa attention, watu wengi walikuwa hawataki kitu. Yani unajua ni mtu anakuambia nakupa hela sasa hivi ukiachana na huyo jamaa. Umenielewa Na kuna wengine walikuwa na support, yani wachache mno walikuwa na support, lakini wengi walikuwa hawataki kabisa. Lakini kwa sababu mimi najua haikuwa kweli, kwa hiyo ilikuwa najibu ninavyojibu, najua nini nilikuwa na wajibu. Lakini mwisho wa siku bado nitaendelea kuomba msamaha wa Tanzania kwa kuiweka hii issue kubwa sana, kuonyesha kwamba tuna mahusiano wakati haikuwa kweli. Wanisamehe sana, lakini naweza kusema ni moja ya kazi yangu, kwa sababu mimi ni balozi wa watu ambao wanaishi kwenye mazingira magumu,
watu ambao wameathirika na madawa na pombe, bange na walioathirika kisaikolojia kwa sababu ya maisha mbalimbali. Ni balozi nilichaguliwa nchini Sweden. Kwa hiyo hii ni kazi yangu kuweza kumchukua binadamu yoyote, sawa, kumpa mawazo mapya, kumtoa katika kile kitu labda kibaya anafanya, kumrudisha katika kitu kizuri, na ndivyo nilivyokuwa nafanya mimi kwa Dudu Baya, kuweka attention nyingine kwenye jamii na kubadilisha macho ya watu, yasimtizame vile, amtizame vile akifanya kazi za kijamii, akifanya kazi zake, yani attention yake iwe sio kukaa na kusema watu kwenye ma-TV, yani iwe nyingine, yani katika section hiyo atoke, amove on, angalie anaweza vipi kupromote hiyo studio yake, anaweza vipi kucheza na jamii yake, kwa sababu kila anavyotukana wasanii wengine ndivyo anavyojizidishia maadui. Kwa hiyo lengo ya watu ambao walinifuata ilikuwa hivyo, kwamba wanahitaji kumsaidia atoke huko. Kwa hiyo ina maana chochote alichokiongea kibaya ni kibaya kweli, ameongea vibaya, lakini katika maisha yangu changamoto ambayo tumeiona kwenye filamu ni ndogo sana, nimepitia magumu, lakini pia kama ulivyosema inawezekana hiyo ikawa ni sehemu ambayo inatuhusu na Dudu Baya. Haituhusu kwa sababu mimi na jamaa tulionana airport, sijai kuonana naye. Lakini ukiangalia vile anavyoongea vibaya kwa mtu asiyenijua, yeye hanijui mimi hata kidogo, hajui chochote, hajui ndani wangu. Kwa hiyo kuniongelea vibaya vile ni kama mtu ambaye amenikata na kisu, na amenikata mimi na familia yangu yote. Mimi sijali kuumia, najali tu familia yangu ikiumia kwa vitu kama vile. Kwa hiyo lazima iniume, sawa, na katika kuniuma kwangu unaona kitu kama hiki ambacho bado tunaendelea kukishuti. Yaani unaweza kukuta tu nikapata wazo, kwa nini nisiongeze jambo kama hili, unaelewa? Kwa sababu limeniumiza mimi na familia yangu. Kwa hiyo vitu kama hivyo, na hiyo ndiyo bahati mbaya yangu. Namchukua mtu kwa lengo zuri, tena kwa moyo wote, pengine bila kulipwa chochote, lakini end of the day narudishiwa mabaya kuliko maelezo, unaelewa hivyo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo changamoto wanaipitia sana, ya kutoa mazuri na kulipwa mabaya. Bana, sawa, si tuseme asante sana, lakini kwa kumalizia, zungumza na wanaokutazama sasa hivi, kama hivyo jambo ndio liko mezani, premiere watu wataiona wapi, itakuwaje na vitu kama hivyo? Okay. Kazi yetu kwa sasa tunaingiza kwenye YouTube, lakini pia tunahitaji jamani wadau ambao labda wana biashara zao ili kuweka matangazo humo, lakini shida kubwa tunahitaji capital ili tuweze kuifanya kazi kwa ukubwa. Kwa hiyo kuna wale wafanya biashara ambao wako wengi wanahitaji matangazo, sisi tunawakaribisha, na vile vile kuna mdau pia anaweza kutaka kuwekeza kwenye filamu na tamthilia, pia tunamkaribisha. Lakini kuna mashabiki zangu nawapenda sana sana kiukweli, na nimeamua kuingia kazini kwa ajili yenu. Katika wakati mgumu ninaoupata, ni mashabiki ambao walizoea kuangalia filamu zangu. Nina wakati nao mgumu sana. Katika message ninazopokea katika simu yangu kwenye sehemu zote, sijui TikTok, Facebook nini, yani hizo message zinakuwa ni nyingi kiasi kwamba nakosa hata jibu la kuwajibu. Kwa hiyo nimewaletea hii kazi jamani, naomba muwe attention, na sasa hivi iko YouTube, haijakuwa kazi, tumeweka kama demo, iko kwa Malkia Karen. Kwa hiyo mnaweza kuingia huko, mkaingia kwanza kwenye page yake ya Instagram, mkachukua linki pale, mkaenda kuangalia kitu fulani ambacho tumeweza kukifanya, na inshallah kwa uwezo wa Mungu tutaendelea, kwa sababu nia ya Abduli ilikuwa ni kuhakikisha nasimama kwa njia nyingine, sababu hata yeye aliumizwa, yani kufika anaona mtu yuko kwenye hali hii, lakini jamii nzima inamtukana, yani sio sawa. Kwa hiyo ili mtu apate heshima, arudi, anahitaji support yake kubwa, kwa sababu sisi kwenye kazi tunajiweza, tunaweza kujitoa kwa namna yoyote. Kwa hiyo kikubwa tufanye kazi, na uzuri kwamba amepitia mambo mengi mabaya huko nyuma, kwa hiyo story yake inaweza ikawa kitu kizuri sana tukikifanya. Kwa hiyo asante kwa karibuni sana kwenye kazi yetu, na support yenu ni muhimu sana. Shukrani.